wa kinyonyaji. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Wale wanaoleta shida na hii mikutano ya sauti ya wasio na sauti, sikilizeni. Mkutano huu uko kisheria kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni mwenyekiti wa mtani nani kwenye nchi hii mpaka watishe nini? Sikilizeni. Unyonge ni hatari. Unyonge ni pepo, kemea pepo, kataa. Kataa kunyanyasika kwenye nchi hii. Nilishukuru jeshi la polisi kwa kutimiza wajibu wenu. Na nimpongeze jeshi la polisi. Najua mmesumbuliwa sana, mmetikiswa sana, lakini kwa mara ya kwanza mmetimiza wajibu wenu wa kuja kulinda mikutano ya siasa kama ambavyo sheria ya vyama vya siasa inazungumza. Acheni watu wanadi sera zao. Wana Makambako wataamua nani anazungumza ukweli na nani hazungumzi ukweli. Kwa leo sitaki kuwasema sana kwa sababu wametimiza wajibu wao. Wanapotimiza wajibu wao, lazima tuambie leo mmetimiza wajibu wenu. Si fadhila jeshi la polisi kutulinda. Ni sheria inataka watulinde. Lakini pili, nataka nitume salamu kwa jeshi la polisi. Katika watu wenye mishahara midogo kwenye nchi hii ni jeshi la polisi. Mishahara ya polisi ni midogo sana. Nashangaa sana mtu ambaye ni jeshi la polisi, ni polisi, anayepinga mikutano ya Chadema wakati mikutano ya Chadema inaenda kuzungumzia hadi maslahi yake. Lakini pia kuna bajeti ya jeshi la polisi ambayo inabidi ishuke kwenye vituo vya jeshi la polisi kila mwezi. Pesa zile hazishuki. Ndio maana leo mtu anaona bora sipeleke kesi polisi wamalizane mtaani. Kwa sababu ukipeleka kesi polisi muda wote gari ya polisi haina mafuta ya kwenda kumkamata mtuhumiwa. Unatakiwa wewe tena uanze kukodi taxi ukamkamate mtuhumiwa. Hawa polisi wadogo sio kosa lao. Wale polisi zile pesa za wizara yao hazishuki huku chini. Nataka nitume salamu kwa IGP. Jeshi la polisi kwenye nchi hii, hivi vituo vya huku chini, magari ya kukamatia watuhumiwa hayana mafuta. Wananchi wanatumia pesa zao kukodi taxi kwenda kukamata watuhumiwa. Nisikilizani vizuri. Katika watu ambao wanatakiwa kuja kutulinda kwenye mikutano yetu ni jeshi la polisi, kwa sababu nao wana hali mbaya sana, majukumu mengi, changamoto nyingi. Ni mishahara vyao wakikatwa kodi vinaishia kwenye 500,000. 500,000 una watoto 4 wa mchepuko 5, utaweza wewe? Siwacheki, lakini ukweli ni kwamba maisha ni magumu. Watu wanaishi kwa mikopo hadi watu wanakufa kwa stress. Makambako tuna mifano ya watu waliokufa kwa stress. Tunayo hapa. Sasa mambo haya tusipozungumza, jeshi la polisi tuungane mkono, ila kwa leo mmetimiza wajibu wenu. Lakini pia Makambako ni mji wa kibiashara. Tunatarajia Makambako tuwe na mbunge ambaye anajua mambo ya biashara, anajua mambo ya kodi, lakini anajua manyanyaso ya watu wa Makambako. Hatuhitaji mbunge mpiga makofi bungeni. Mbunge anayesema Makambako kuna mabii na mabii na mabii, wakati mnanyanyasika na mikopo ya benki kila siku. Wakati mnateseka na mikopo ya benki, biashara haziendi, kodi haziishi. Nisikilizeni wana Makambako. Anatafuta hela ya marejesho kesho. Msameheni sana. Nisikilizeni wana Makambako. Makambako ni mji wa kibiashara. Makambako ni mji wa wajanja. Lakini Makambako ni katikati. Makambako ni center. Kama Makambako ni katikati, kuna changamoto nyingi sana mnakutana nazo hapa. Tunahitaji mbunge wa namna gani? Sikilizeni wana Makambako. Hivi mnajua Samia anajua Makambako mambo ni shwari? Hamna taarifa. Kwa nini anasema anaona Makambako ni shwari? Kwa sababu mbunge wenu anasema Makambako kuna mabii na mabii na mabii na mabii. Na akishasema vile wana
mabii? Mimi ninavyojua wafanyabiashara wa hapa ndio watu wanaoteseka kwenye nchi hii, kwa sababu najua changamoto wanazokutana nazo wafanyabiashara. Sikilizeni, nina habari zenu kwamba mnahamishwa hapa, mnapelekwa kwenye soko jingine ambalo halina watu na halina miundombinu. Sikilizeni wana Makambako, mimi Sigrada Mligo nitaungana na nyinyi kupinga huo uhamisho kama hakutakuwa na miundombinu ya kueleweka kule mnakoenda, na tunaweza. Wana Makambako, msiwe wanyonge, hivi vitu vinawezekana. Unajua hakuna kitu silaha muhimu kwenye haya maisha kama kujitambua. Ukishajitambua hakuna mtu atakayekupelekesha. Lakini la pili, Makambako, taarifa nilizonazo, mbunge wetu anasema watu wa Makambako ni watu wa wali na nyama. Yana lana wa Makamba unga sindi huwa alininya mabebasi. Sikilizeni, mmekaa na mbunge muda mrefu hadi imefika hatua anawadharau, lakini anawaona kwamba nyinyi ni wali na nyama. Wana Makambako, hizi habari ni za kweli sio za kweli? Nisikilizeni. Nisikilizeni vizuri wana Makambako. Tunahitaji mageuzi makubwa kwenye mji huu. Cha kwanza, mbunge wa jimbo hili ambaye anaitwa Japipo, kwanza tunatakiwa tumsaidie. Kumsaidia Japipo ni kumpumzisha apumzike. Miaka 15 inatosha. Lakini kwa umri wake, mimi kama binti yake, ni kama binti yake, ningekuwa na nafasi ya kumshauri, ningemwambia baba, mmeshazaa wengi, pumzika, waje vijana wapige kazi Makambako. Jimbo la Makambako linahitaji watu wenye uelewa mkubwa, wasomi, lakini watu wanaoweza kuwatetea kwenye biashara kisheria. Na mna bahati kupata mimi mwanasheria. Mmesikia Makambako? Mimi ni mwanasheria pia, asikunyanyase mtu. Usikubali kwenda polisi bila kumpigia simu mwanasheria wako ambaye ni mimi. Piga simu moja. Sikilizeni niwaambie. Hatumpingi nitataja mwishoni. Hatumpingi Japipo kwa nia mbaya. Kwa umri wake na miaka aliyokaa madarakani na kwa changamoto za watu wa Makambako ambazo ameshindwa kuzitatua. Ameidanganya serikali kwamba Makambako kuna mabii na mabii. Tunaomba apumzike kwa heshima, kwa sababu tukienda kumpiga kwenye boksi la kula itakuwa ni aibu zaidi. Naomba nitume hiyo salamu kwa mzee, na mnaoweza kumfikishia ujumbe, mwambie Sigrada Mligo amesema upumzike kwa heshima, sio kwa nia mbaya. Hana jipya. Hana jipya. Japipo amekaa madarakani miaka 15. Msitarajia hiyo miaka 5 anayoitaka tena taleta mapya. Kwanza umri wake wenyewe unawaza wajukuu. Atawakumbuka nyinyi? Muda wa kucheza na wajukuu huu, sio kwa nia mbaya. Huo ndio ukweli. Vijana tupo, tunataka tuingie kazini. Tunahitaji mabadiliko Makambako. Makambako mkifanya mabadiliko, kwa sababu ni katikati ya mji wa mkoa wa Njombe, mtaambukiza na majimbo mengine kufanya mabadiliko. Makambako msiniangushe. Lakini pia Makambako kwa ajili ya ukubwa wake, tulitarajia hapa tuwe na bandari kavu, tulitarajia tuwe na vyuo vikuu, tulitarajia tuwe na uwanja wa ndege. Sikilizeni wana Makambako. Na bahati nzuri nazungumza na Makambako ambao ni wafanyabiashara. Mfanyabiashara ambaye anawahi yake Dar es Salaam kupanda ndege ya shilingi 300,000 akawahi mzigo wake bandarini wa milioni 100, sio issue. Huo ndio ukweli. Lakini leo hii mfanyabiashara anaweza kapoteza mzigo wake bandarini kwa sababu ya kuhangaika na kutembea na basi kwa muda wa masaa 12. Makambako mpaka Dar es Salaam kwa ndege ni dakika 40. Sio
Tunahitaji mbunge atakayesema tunataka uwanja wa ndege Makambako. Sio mbunge anayesema Makambako kuna mabii, kuna mabii na mabii hatutaki. Mabii yako wapi? Watu wamechoka hivi. Mabii yako wapi? Maisha magumu, biashara haziendi, mikopo hailipiki. Sasa hizi kuna mikopo inaitwaje? Kausha damu. Tunahitaji mbunge atakayeenda bungeni, atakayesema hii mikopo ya kausha damu riba zake ni kubwa, ziko kinyume na mwongozo wa Benki ya Dunia. Makambako naomba watu wa fedha watengeneze utaratibu wa kufuatilia anaokopesha fedha kwa riba kubwa ambayo ni kinyume na mwongozo. Sikilizeni wana Makambako. Nchi hii kila kitu kipo kwa mujibu wa sheria. Hii mikopo mnaokopa inawatesa, mnanyang'anywa na nyumba. Kuna mwongozo wa BOT. Ule mwongozo wa BOT ukiusoma unasema huruhusiwi kuweka riba zaidi ya 12%. Lakini kuna watu wanakopesha mikopo Makambako hadi 50% ya kile ulichokikopa. Tunahitaji mbunge atakayekataa hilo. Tunahitaji mbunge atakayepeleka hizo hoja bungeni ili hizi taasisi, na ukienda kuishtaki unakuta imesajiliwa, ili hizi taasisi ziweze kufuatiliwa na kukatazwa na kukamatwa na kuwekwa ndani wale wote ambao wamekiuka kinyume na mwongozo wa BOT. Hiyo ni hujumu uchumi. Tafadhali sikilizeni wana Makambako. Kuna watu wanafikiri akipambana kutafuta fedha atatajirika. Sikilizeni, anayeamua wewe uwe na fedha au usiwe nayo ni mchukua kodi wako, ni serikali iliyopo madarakani. Utapambana mpaka utazeeka, huwezi kufanikiwa bila kukataa mfumo uliopo madarakani. Tunahitaji mbunge atakayefika bungeni, atakayesema hii 18% ya kodi. Kuna watu nikiwaambia 18% hawaelewi. Kila unachokinunua kwenye nchi hii unakatwa 18% pale pale, ila kwa sababu muuzaji alishakatwa wakati ananunua, wewe mnunuzi huwezi kuona kama umekatwa. Kwa hiyo kama nguo ilitakiwa ununue 20,000 unauziwa 23,000 kwa sababu shilingi 3,000 inaenda serikali automatically wakati ule ule unanunua. Sasa nikuulize mtu wa Makambako, toka asubuhi mpaka sasa hivi umenunua vitu vingapi? Wewe mwendesha bodaboda, wewe mama ntilie, wewe muuza duka na yeyote yule, toka asubuhi mpaka sasa hivi umeshanunua vitu vingapi? Naamini umekunywa chai, naamini umekunywa maji, naamini umekunywa soda, naamini umepanda bajaji, naamini umepanda bodaboda. Sheria ya kodi inasema Mtanzania kwa siku analipa kodi 12. Kwa hiyo ukinunua vitu mara 12 umelipa kodi kwa siku 12, kodi 12. Mnakopa mikopo, mnafanya biashara, mikopo hailipiki. Tafiti zinaonyesha Makambako mnaongoza kwa kupigwa mnada nyumba zenu na watu wa benki, lakini mnaongoza kwa kuteseka na mikopo Makambako. Huo ndio ukweli. Sikilizeni, yeah, people must go. Kwa nia njema tunahitaji mtu wa kwenda kuwasikiliza. Kwanza ule mzee ukitaka kumpata unampata wapi? Hebu tafuteni mtu anayefikika jamani. Kwanza alivyo tu unaweza kuogopa hata kumuelezea tatizo lako. Na labda tafuteni mtu anayezungumzika. Lakini miaka 15 inatosha sana. Tunahitaji Makambako mpya. Tunahitaji mtu mwenye maono mapya, kwa sababu mzee Jaa ukimpa jukwaa hana cha kuzungumza zaidi ya kusema Samia ameleta mabii na mabii na bibi. Hana kingine. Chadema hatujawahi shika dola. Kwa hiyo sisi hatuhusiki kwenye matatizo yenu, sio chanzo cha matatizo yenu. Chanzo cha matatizo yenu ni serikali iliyopo madarakani. Halafu miaka 60 mko na chama hiki, mnatayariwa na chama hiki. Hivi mnajionaje? Kwa nini msifanye maamuzi magumu? Wanajipya gani hawa watu? Kwa mfano sasa hivi serikali za mitaa wako wenyewe, madiwani wako wenyewe,
Wabunge wako wenyewe, kuna kipi wamekifanya? Kuna kipi wamekifanya? Wakija awamu ijayo mwezi wa 7 kampeni zinaanza, waambieni hamna jipya. Tunataka tuangalie upande wa pili. Tumewachoka, hata kama hao upande wa pili hawataleta mageuzi kiasi hicho, lakini tubadilishane. Hii nchi ni ya wote jamani. Uisika kawili ya yube. Watumishi wa serikali ya nchi hii ambao mmepewa dhamana ya kutoa huduma kwa wananchi, mnawanyanyasa sana wananchi. Sikilizeni, nyinyi wenyewe mishahara mnayolipwa mimi naijua. Na ndio maana mtoto ambaye ni mfanyabiashara ni rahisi kumjengea nyumba mama yake, lakini sio mtumishi wa nchi. Lakini ni uviherehere kujipendekeza kwa serikali hadi unaogopa. Watu ambao wanalipwa mshahara mdogo, makodi ya kutosha, lakini wamekuwa wanatunyanyasa hadi Chadema. Sikilizeni nyewe wafanyakazi wa nchi hii. Sheria ya kazi, mfanyakazi ni ajira ya kudumu. Mnachotakiwa kujua ni kwamba hawa Chadema pia wanatuzungumzia na sisi. Umenielewa? Wanatuzungumzia na sisi kwenye maslahi yetu. Nchi hii ikichukuliwa na chama chochote cha upinzani, mama zangu, baba zangu, mtumishi wa serikali anabaki ni yule yule. Tunachoenda kubadilisha ni nafasi hizi za kichawa za kuteuliwa hizi. Sijui mkuu wa mkoa, sijui mkuu wa wilaya, sijui mkurugenzi, na wana vipele sana hao. Hawa wote tutapiga chini, wanashinda wanaimba mama mama iena iena, sisi mbele kwa mbele. Mbele kwa mbele wapi? Watu wanateseka mnaimba sisi mbele kwa mbele. Wapi? Na huko mbele ndo kukoje? Nataka niwaambie watumishi wa serikali, hebu acheni kunyanyasa hawa wananchi. Hii nchi iking'oka, ikienda upinzani, nyinyi bado ni watumishi. Kitakachobadilika ni sisi kuwaongezea mishahara kwa sababu mmechoka. Mmechoka. Saizi mtoto kumsomesha unaweza ukasema bora usimsomeshe, umpe mtaji akafanya hata biashara. Kwa sababu unasomesha litoto mpaka chuo, likirudi ni mzigo kwako, kazi hamna. Hapo japipo wa Makambako anasema Makambako mambo shwari. Mambo shwari, watoto wa miaka 28 wamerudi kuishi kwa wazazi wao. Wamemaliza shule, ajira hamna. Wakati huo tunaliganga, tunamchuchuma, tuna almasi Makete. Miradi hiyo ingefunguliwa, watoto wa mkoa huu wangepata ajira kwenye hiyo migodi. Watoto wa mkoa huu wangepata ajira kwenye hao makampuni. Lakini jamaa anaimba iena iena, muda wa kuimba nyumbani kwake, sio kuwaimbia wana Makambako.